Hivi tunaelekea kupokea yale ambayo umesubiria basi ya mahojiano. Back to studio DW. Bon. DW inapatikana pia kupitia YouTube. Na mfuatiliaji wetu, vita vya Sudan na kundi la RSF kutoka nchini Sudan ambayo inauzwa nje kwa bei kubwa kabisa, inasaidia waasi hawa kuweza kujiwezesha katika njia tofauti za kuweza kuendeleza vita. Silaha zinazopokewa, jaribio la kujaribu kukata ama kugawa nchi hiyo ya Sudan, kutoa eneo la magharibi mwa Sudan, yani kuweka taifa jipya baada ya Sudan Kusini kutolewa ama kutoka kwenye Sudan asili, yani mwaka 2011. Unaona kwamba kuna jaribio sasa la kujaribu kuchukua eneo hilo la magharibi mwa Sudan ambalo lina uwezo mkubwa kimadini tofauti, utajiri wa ndani ya ardhi ambao ni mkubwa, na ardhi yenyewe ambayo pia ni pana, wengi wakisema kwamba eneo hilo peke yake ni karibu sawa na taifa la Ufaransa. Sasa kutokana na maslahi haya maslahi ya mataifa ya kigeni na kundi lenyewe la RSF kuwa limewezeshwa, inafanya vita hivi kuendelea mpaka wakati huu. Sasa Bwana Oloo, tumemsikia vizuri Bwana Kaira akisema kwamba kuna baadhi ya mataifa ambayo yanasaidia makundi fulani ndani ya Sudan kuweza kuendeleza vita hivi. Kuna taifa pia kama Misri na Libya pia zimeweza kutuhumiwa. Lakini unafikiria ni kwa nini na mataifa haya yanafaidika vipi kwa kuzidi kuikandamiza ama kuona kwamba Sudan inadidimia zaidi katika vita? Kwa kweli nashukuru, na pia nataka nikubaliane na mwenzangu huko nikisema kwamba vita vya panzi ni furaha ya kunguru. Kuna kunguru wengi katika hali hii, na kunguru hawa nia yao na matakwa yao ni wazi kwamba wanajitafutia yao wenyewe kibinafsi, na hasa kunufaika na cha pili, rasilimali ya nchi hii. Tunapoona vita, kuna rasilimali, kuna wale ambao wangependa kuweka mkono wao kwa rasilimali hiyo. Sasa tumeambiwa mambo ya dhahabu hapa. Na tatu, kuna biashara hapa, biashara ya wale wanaouza silaha, biashara ya wale wanaofurahia kwamba vita vikiendelea basi na mifuko yao itaendelea kuwa na uzito, kwa sababu wataendelea kuuza silaha, wataendelea kufanya biashara. Kwa mambo matatu haya yanachangia pakubwa kutopatikana amani, na kwa sababu kunguru mara nyingi anafurahia vita vya panzi, si inaonekana hali hii inaenezwa na inachangiwa na wanaendelea kuiwekea mafuta haya moto, wanaweka mafuta kwa moto, na huku moto huu hauishi. Mzozo huu una mizizi ya muda mrefu, Bwana Kaira, ambapo tumeshuhudia kuibuka kwa makundi yenye silaha ambayo baadaye yalijipanga na kuwa vyama vya siasa vinavyodai kupigania maslahi ya jamii za makabila ambayo yametengwa, hasa katika eneo la Darfur, kuna Kordofan Kusini na Blue Nile. Unadhani nchini humo kuna hatari mzozo huu ukaibua vita vya kikabila? Vita vya kikabila vimekuwepo, maanake utaona kama kundi la RSF lenyewe asili yake ilikuwa ni Janjaweed, yalikuwa ni makundi madogo kutoka maeneo tofauti ambayo rais aliyeng'olewa madarakani mwaka 2019, Rais Jenerali al-Bashir alitumia mwenyewe makundi haya kwa maslahi ya kujaribu kila wakati watu walipokuwa wanajaribu kuuliza ama kuomba haki zao, unakuta kwamba serikali ilikuwa badala ya kujibu masuala hayo, badala ya kujaribu kutatua mizozo hiyo, ilichofanya ni kuleta niwaite labda sungu ambao alianza kuwakusanya kutoka maeneo tofauti. Kundi la Janjaweed likaja kuwa, na hili Janjaweed lenyewe ndio limekuja kukua mpaka kufikia kilele cha kuwa RSF sasa, ambayo inafika hata kuteka maeneo ya serikali kwa mida. Sasa unaona kwamba ndio kulikuwa kuna shida za ukabila, lakini shida kubwa ni njia ya kugawana rasilimali ya taifa. Utajiri wa nchi ulikuwa haujaweza kugawanywa vizuri, na hapo ni kabla hata ya Sudani yenyewe ya Kusini kutoka mwaka 2011. Sasa baada ya Sudani Kusini kutoka na kuchukua kiwango kikubwa kabisa cha mafuta, hadi yenyewe ilianza sasa kujionyesha dhahiri, kwa sababu hata nyakati ambapo serikali ya Umar al-Bashir ingeweza kuleta pesa kidogo na kujaribu kuleta maendeleo hapa na pale, ilikuwa haiwezekani sasa kwa sababu ya upungufu wa mafuta, pesa ambazo zilikuwa zinatoka kwenye mafuta, na kwa hivyo kuweka vitu hivi dhahiri kabisa kuonyesha kwamba kulikuwa kuna mgawanyiko mkubwa. Unakuta utajiri mkubwa maeneo kama Khartoum, alafu nafika maeneo kama Al-Fashir ama Nyala,
unaona umaskini wa watu katika kiwango kabisa ambacho ni cha juu sana. So huo mgawanyiko na hiyo shida ya makabila ndiyo ipo, lakini nafikiria hiyo isingekuwa shida kubwa kama watu wa Sudani wenyewe wangeweza kukaa na kuweka mtazamo wa taifa wanalolitaka, kama walivyokuwa wamefanya na kuahidi kwamba tarehe 23 Aprili mwaka 2023 serikali ya muungano ambayo ilikuwa inaenda kukutanisha makundi haya tofauti ya watu na kuonyesha kwamba ingekuwa na sura ya kitaifa, kama ingeweza kukubaliwa kuendelea. Hilo halikufanyika na tunajikuta katika hali hii ambayo tumo ndani yake sasa. Upande wa pili wa studio, Saumu anapitia wanaosema ufuatiliaji wetu, sijui kufikia sasa wanasemaje. Mengi ni maoni kama huyo anaitwa Gideon Mutiria anasema hamjambo wadau unaopata mubashara kutoka kaunti ya Tharaka Nithi nchini Kenya. Yeye anasema amani iendelee kutawala katika mataifa yetu. Lakini kuna mwingine ameuliza kwa nini juhudi za upatanishi zimekuwa zikishindikana. Kuna na swali jingine hapa ndio mwanzo lilikuwa limeweza kuingia, anasema ni jukumu gani mataifa ya kigeni linapata katika kuchochea au kupunguza mzozo wa Sudan? Ni maswali ambayo baadhi ya wafuatiliaji wetu wamekuwa wakituma wakiuliza katika mitandao ya kijamii. Nadhani hilo la mwisho tayari limeweza kujibiwa na Bwana Olo, lakini kurudi kwako Bwana Kaira, Jumatatu Oktoba 6 mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ilimtia hatiani Ali Mohamed Al Abdi Al Rahman, anajulikana pia kama Al Kushaib, ambaye alikuwa ni mkuu wa mgambo wa Sudan wa Janjaweed, kutokana na vitendo vya uhalifu wa kivita na pia uhalifu dhidi ya binadamu vilivyofanywa wakati wa mashambulizi ya kikatili kule Darfur mnamo mwaka 2023 na 2004. Sasa unadhani hatua kama hizi za kuwajibisha hawa viongozi zinaweza kusaidia kuwa onyo kwa wale wengine wanaoshiriki katika vita? Mahakama ya kimataifa kidogo imepata dosari kutokana na mengine yanayofanyika kwengine, sio Sudani tu, lakini yanayofanyika kwengine. Unapoangalia mzozo wa Ukraine na Urusi, unapoangalia hata viongozi kama Waingereza, aliyekuwa waziri mkuu Tony Blair na rais wa Marekani George Bush, huwa hakuweza kufunguliwa mashtaka ndani ya mahakama hiyo kutokana na vilivyotoka Sudan, vilivyofanyika Iraq. Na kwa hivyo ndani ya mzozo wa Sudan, wengi wanaona mahakama hii kama njia moja tu ya kujaribu kulalia ama kukalia mataifa ya Afrika, na kwa hivyo huenda labda isiwe tishio kama ingefanyika. Lakini hata hivyo inakuwa ni kutoa tahadhari kidogo, ingawaje hawa ni wadogo. Rais Bashir mfano alikuwa tayari amefunguliwa mashtaka, alikuwa ametolewa waraka wa kukamatwa, lakini mpaka hivi hajaweza kuwasilishwa. Alikamatwa jela Sudan na kuachiliwa, na kwa hivyo kidogo nakuta hawa wanaokamatwa ni wadogo kidogo unapoangalia swala kubwa la eneo hili. Na kwa hivyo labda kama mashtaka yangeweza kufunguliwa katika makundi kama hili la RSF ambalo kwa kweli ni sungu, lakini mataifa ni kama kidogo yanaanza kukubali kwamba nalo ni upande la jeshi wa taifa la Sudan, hiyo haisaidii hata kidogo. Naona muda utazidi kutupa kisogo, kwa hivyo yaliyosalia naomba kwa ufupi tu kuweza kupata majibu yake. Loni, kikugeukia wewe, hivi karibuni msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric alisema kwamba katika wakati ambapo ulimwengu unashughulikia mizozo mingine, inaonekana kana kwamba masaibu ya Sudan yamesahaulika. Kwa maoni yako, unadhani mzozo wa Sudan umesahaulika na ulimwengu ama umewekwa pembeni? Mzozo wa Sudan haujasahaulika. Mzozo wa Sudan unakumbukwa na yale mataifa ambayo yanaendelea kunufaika na mzozo huo. Kwa hivyo ukidhani wamewasahau kwa sababu hawatafuti amani, ni kwa sababu hamna mtu anahaja na amani pale. Mara nyingi huwa anasema sisi watu wa bara hili, ukianzisha vita kati yetu na tunaungwa mkono na watu wa nje, tusitarajie mtu wa nje kuja kutusaidia kumaliza vita hivyo. Watachangia pakubwa, wataendelea kuchangia ili kwamba tuendelee kupigana. Hawana haja na sisi kumaliza vita vyetu. Kwa hivyo sidhani itabidi nchi za kimataifa kutusaidia, kwa sababu hao baadhi yao ndio wanachangia pakubwa, na tukiwategemea tutaangukia patupu. Bwana Kaira, nakubaliana na Olo kwamba juhudi ndizo zinaendelezwa kimataifa, lakini bado hazijafua dafu. Tuseme hakuna mwarobaini kwa swala hili la Sudan. Kidogo naafikiana na Bwana Olo kidogo kuhusu nafasi ya mataifa ya kigeni na mkono wake ndani ya mzozo huu. Unapoangalia mfano kama Kenya ilipoenda kupokea kundi la RSF, ilipoenda kuweka rasmi kujaribu kuunga serikali, hiyo kidogo inaweka dosari katika juhudi. Unapoona Marekani inauzia UAE silaha ambazo zinaletwa tena kuja kuwekwa Sudan, hapo kuna shida kidogo, maana inamaanisha hakuna shinikizo linaloweza kujitokeza katika nyakati kama hizo.
Shukrani Kwa hivyo, sana. nafasi ya mataifa bado iko kubwa kabisa, ingawaji wa Sudani wenyewe nao wanachangia. Asante sana Bwana Kaira, asante sana Bwana Olo kwa kushiriki katika mjadala wa leo. Tungeendelea lakini muda ndio huo umetupa kisogo. DW